Ilikuwa siku ya hukumu kwa kundi la uhalifu lililojulikana kama Grandpa Robbers ambao walishtakiwa kwa kuiba vito vya thamani ya dola milioni 10 kutoka kwa Kim Kardashian huko Paris, Ufaransa mwaka 2016. Jumla washtakiwa 10 walipokea hukumu zao siku ya jana Ijumaa. Kati hao 8 walikutwa na hatia huku 2 wakiachwa huru. Kiongozi wa genge hilo aitwaye Omar Ait Kedach mwenye umri wa miaka 69 alipokea kifungo cha miaka 8 gerezani, lakini miaka 5 kati ya hiyo imesitishwa. Watatu wengine walihukumiwa miaka 7 kila mmoja, na pia wakiwa na miaka 5 iliyositishwa ama kufutwa ama kupunguzwa. Hii ni kutokana na muda waliokuwa tayari wamekwisha kukaa mahabusu kabla ya kesi, na kuna yote kati ya waliohukumiwa atakayetumikia kifungo gerezani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wanaume 2 waliovaa sare za polisi na barakoa waliweza kumzidi nguvu mlinzi wa jengo aliokuwa Kim Kardashian kwenye hoteli itwayo Hotel de Portes. Wakaingia chumbani kwake, ilikuwa ni saa 9 usiku, wakamfunga kwa tape na kumtupa bafuni kabla ya kuondoka na vitu vyake, ikiwemo pete ya uchumba ya almasi ya dola milioni 4 aliyokuwa amepewa na mume wake wa zamani Kanye West. Washukiwa walikuwa 9, wanaume na mwanamke mmoja, waliokuwa kizimbani kwa wiki kadhaa wakikabiliwa na mashtaka kupanga na kutekeleza wizi huo wakati wa wiki ya mitindo ya Paris mnamo Oktoba mwaka 2016. Wanaume 4 walikabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 gerezani, huku wengine 5 na mwanamke mmoja wakituhumiwa kusaidia uhalifu na hivyo kukabiliwa na vifungo kati ya miaka 6 hadi 8. Wote walikamatwa takriban miezi 3 baada ya tukio. Jaji mkuu alieleza kuwa umri wa washtakiwa pamoja na muda ulioishi rumande ulizingatiwa katika kutoa hukumu. Kesi hiyo ilisikizwa na jopo la majaji 3 na waamuzi 6 wa baraza, ambapo ilihitajika kura 7 ili kufikia hukumu yote. Hukumu zilizingatiwa rasmi majira ya saa 8 mchana kwa saa za Paris. Mmoja wa waliokuwa washukiwa ambaye aliandika kitabu kinachoweza kutafsiriwa kama Nimemteka Kim Kardashian alipotoka kuondoka eneo la tukio kwa baiskeli, lakini tairi lilipopasuka, vito ambavyo waliviiba kwa Kim Kardashian vilianguka barabarani. Alikusanya vilivyobaki na kukimbia. Saa chache baadaye, mwanamke aliyekuwa njiani kuelekea kazini alipata mkufu wa almasi wa dola 24,000 na kuvika, kabla kugundua kuwa kulikuwa kuna wizi na kukabidhi kwa polisi. Miaka 9 baada ya tukio, huo ndio mkufu pekee wa thamani uliowahi kurejeshwa. Wengi wa washtakiwa ni watu wa umri mkubwa, kati ya miaka 60 hadi 70, na wengi wao wamewahi kufungwa kwa makosa mengine hapo awali. Ingawa alikamatwa miezi michache baada ya tukio, imechukua karibu mwongo mmoja hadi kesi kufika mahakamani. Mashtaka yaliyowakabili yalijumuisha wizi, utekaji nyara, umiliki wa silaha na kupanga njama. Omar ambaye ni kiziwi na pia hawezi kuzungumza alitoa ushahidi wake kwa maandishi na aliomba msamaha kwa Kim Kardashian siku ya Ijumaa asubuhi, saa chache kabla ya hukumu kutangazwa. Kim alipotoa ushahidi wake wiki iliyopita alisema amemsamehe, lakini aliongeza kuwa hilo limebadilisha hisia na hofu na mshtuko uliombadilisha milele. Kim alieleza mahakama kuwa alihisi maisha yake yote yapo hatarini. Nilikuwa na hakika nitauawa, alisema, akiongeza kuwa pia aliogopa kubakwa. Alikuwa amevaa taulo pekee wakati wanaume hao walipomvamia chumbani kwake saa 9 usiku. Akanivuta miguu nikiwa uchi, nilisikia kila kitu changu kiko wazi, alieleza. Nilijua tu nitabakwa. Hata hivyo walichukua mali zake na kuondoka. Mmoja aliopatikana na hatia, Mark Boyer mwenye umri wa miaka 35, ndiye kijana kuliko wote aliyehusika. Alikuwa mfanyakazi wa familia ya Kardashian kama dereva na mratibu wa safari zao barani Ulaya. Huyo alipokea kifungo cha miaka 7. Washtakiwa hao wote ambao wamekutwa na hatia wana muda siku 10 pekee kukata rufaa dhidi ya hukumu hizo. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.